Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. So tunamshukuru Mungu katika mafundisho yake ya bure, na ili ni somo la 12. Naamini wapendwa ndugu zetu wa Tanzania tuko pamoja nao, na hata wale ambao wako Nairobi, Mwendo wa Mbabu na wengine wote ambao wako mitandaoni. Haya ni mafundisho ya bure ya Biblia. Tuko somo la 12. Cha tuamini na tuombe. Mtakatifu Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu, asante kwa neema na rehema ya kipekee. Si eti Bwana tuko na chochote kizuri ambacho Bwana tunastahili Bwana, ila tu Bwana umetupatia neema ya kutufunulia neno lako, na unazidi kutufunulia, azidi kutunyenyekeza Bwana, na uzidi hata kutumia watumishi wengine wenye Roho Mtakatifu Bwana, ili tuweze kupokea kutoka kwao Bwana, tukizidi kunyenyekea Bwana kutoka katika shirika lako hili Bwana. Hata mashirika mengine Bwana ambao yako pale nje Bwana, ambao pia yamebarikiwa na neno la kweli Bwana, wasaidie na wabariki Bwana. Mungu, wale ambao wanafuatizia Bwana hata mitandaoni Bwana, nenda ukawe nao Bwana katika jina lake Yesu Kristo Bwana. Mungu, tuonyeshe jinsi Sara katika maandiko yako Bwana alivyofanya hukumu katika Ishmael na Isaka Bwana. Na Mungu ukawa katika hukumu hiyo hiyo Bwana, ukaweka muhuri katika hukumu hiyo Bwana. Na uzidi kutuonyesha jinsi Abrahamu pia hakukubaliana mara ya kwanza, lakini baadaye Abrahamu alizidi kupokea huo moyo wa hukumu Bwana. Hata alipozaa watoto na Ketura Bwana, watoto 6 Bwana, ilikuwa ni rahisi Bwana kuwafukuza, kuwabariki Bwana na kuweka mbali, ili Isaka Bwana apate kuwa mrithi bila tatizo lolote Bwana. Mungu, yote ni mili nafukuzwa Bwana, ili roho iweze kubaki mtakatifu wa Israeli Bwana. Mungu, nenda ukaongee nasi Bwana, na ukatuonyeshe pia jinsi Kristo aliyetoka kwa viuno vya Abrahamu kupitia maandiko Bwana, si kwa mwili lakini kwa hali ya kiroho Bwana, kwa hali ya imani Bwana. Na Mathayo 1:1 inasema Yesu mwana wa Abrahamu Bwana, kituonyesha huyu Kristo aliye mkuu Bwana, ambaye Sara anamuita mjukuu. Yeye pia alikuja kufanya hukumu hiyo hiyo Bwana, ya kutenga mwili na roho Bwana. Jitukuze Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Vivia somo hili hata wale ambao hawajaokoka wapate kuokoka. Tumeomba hata tukisadiki. Amen. Asante. So, tutaangalia kitabu cha Mathayo 1:1. Mathayo 1:1. Kitabu cha Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza. Sauti yako iko chini. Kitabu cha Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza. Asante. Habari za ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Abrahamu. Habari za ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Abrahamu. Mstari wa pili. Abrahamu akamzaa Isaki, Isaki akamzaa Yakobo, Yakobo akawazaa Yuda na ndugu zake. Tuko hapo. Abrahamu akamzaa Isaka. Tunaangalia maisha ya Isaka. So kwa uwezo wa Mungu tuliangalia katika somo la 11 kuhusiana na Isaka, na tunaangalia tena zaidi kuhusiana na Isaka. So tuangalie kitabu cha Mwanzo 21. Mwanzo 21. Naweza kuanza mstari wa 6 mpaka 12. Kitabu cha Mwanzo 21 mstari wake ni wa 6. Andiko anasema Sara akasema, Mungu ameniletea kicheko, kila mmoja atakayesikia jambo hili atacheka pamoja nami. Mwanzo 21 mstari wake ni wa 6. Sara akasema, Mungu ameniletea kicheko, kila mmoja atakayesikia jambo hili atacheka pamoja nami. Mstari wa 7. Akaongeza kusema, nani angemwambia Abrahamu kuwa Sara angenyonyesha watoto? Tena nimemzalia mwana katika
uzee wake? 8. Mtoto akakuwa akaachishwa kunyonya. Siku hiyo Isaka alipoachishwa kunyonya, Abrahamu alifanya sherehe kubwa. Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Hagari Misri aliyemzalia Abrahamu alikuwa anadhihaki. Rejelea tena mstari wa 9. Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Hagari ambaye ni Ishmael Misri aliyemzalia Abrahamu alikuwa anamdhihaki. So hapa kuna watoto wawili, mmoja amezaliwa na Sara na kuna mtoto mwingine ambaye anaitwa Ishmael amezaliwa na Hagari. Biblia ya Kiswahili inamuita hivyo nadhani. Hagari. Ya kimombo inamuita Haga. So tunaangalia kuna watoto wawili hapa na kuna wamama wawili hapa. So maandiko anasema Sara akaona Ishmael anamdhihaki Isaac. So kumbuka, lazima tuelewe Sara ni kivuli cha nani? Ya tunaangalia Sara. Hatumsomi tu Sara kama mama, lakini kuna kitu Mungu anataka tuone hapa. Kuna Sara ambaye Sara ni kivuli cha kanisa, ni kivuli cha Yerusalemu. So Sara ni kivuli cha mji wa Mungu. Sara ni kivuli cha ushirika ambao ni mwili wa Yesu Kristo. Sasa anaona Ishmael ambao Ishmael anaashiria mwili. Ishmael anaashiria mwili. Unadhihaki Isaac ambao Isaac anaashiria roho. So wanadamu wakiokoka huwa ndani yao wanakuwa na roho. Alafu wakija pamoja wanakuwa kanisa. Sasa Sara ambao ni kanisa inaangalia kuna mwili ukianza kuonekana kwa wale wanaoshiriki pale, mwili. So Sara ambao ni kanisa lazima afanye kitu, lazima afanye hukumu kuondoa ule mwili. Ndio maana kanisa la wa Korintho linaandikiwa barua na Paulo. Wanaambia yule mtu aliyefanya uzinzi, aliyemchukua mke wa babake akalala naye, katika Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa kwanza mpaka 5, ukisoma mpaka 7, Paulo anasema mtu huyo aondolewe. Hiyo ni hukumu. Kwa nini? Chachu kidogo katika ushirika wa Mungu itachachua donge lote. So tutakapokuwa tunaendelea kuiangalia haya, uwe na utaratibu kabisa katika moyo wako, na ni utaratibu sana katika moyo wangu. Ukiangalia ni kipi cha mwili kinatawala roho, angapo hicho cha mwili akifai kipatikane. So tunaangalia Sara hapa ambao anaashiria kanisa. Sara anaashiria Yerusalemu, mji wa Mungu, mwili wa Kristo. Alafu anaona roho na anaona mwili. Alafu anaona mwili inadhihaki roho. Endelea. 10. Mwanzo 21 mstari wake ni wa 10. Sara akamwambia Abrahamu, muondoe mwanamke huyo mtumwa pamoja na mwanawe, kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwanamke. Kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. So tunaona Sara anatoa hukumu. Anamwambia Abrahamu, muondoe huyu Haga na muondoe Ishmael. Kwa nini wanaondolewa? Kwa sababu Ishmael anaashiria mwili na Isaac anaashiria roho. Muda si mrefu tutaangalia. Sasa Sara anaashiria kanisa la Mungu. Sara anaona mwili ambao ni Ishmael inadhihaki roho ambaye ni Isaka. Sara anamwambia Abraham, hebu Abraham fanya hukumu, ondoa mwili katika kusanyiko la Bwana. Mwili usichukue sehemu yoyote ya kurithi, kwa sababu mwili hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Mwili uondolewe. Ni hivyo na kanisa leo. Tabia zozote za kimwili, Kristo aliyekaa juu na kanisa lake ambalo liko chini linafaa liwe tayari kutoa hukumu kwa mpendo yoyote, ama hata mchungaji yoyote, ama mwinjilisti yoyote, mwalimu yoyote
ambaye anafundisha lakini aenendi katika roho, anaanza tabia za mwili, anaanza tabia za mwili, huwa judgment inafaa ifanyike. Hilo ndio kanisa la Mungu. Lakini kanisa la Mungu ambalo halina judgment, yani watu wanaishi maisha maovu na watu wananyamaza, mtu anaishi maisha machafu, watu wananyamaza, hilo kanisa halina Mungu. Muda si mrefu litatupiliwa mbali. Ilianza hivyo mbinguni. Mungu alifanya judgment na baada ya kufanya judgment, a third of angels, malaika, theluthi ya malaika, mamilioni na mabilioni wa malaika walipotea na ibilisi shetani. So judgment ilianza mbinguni. Venye hapa Sara anafanya ni venye Mungu alifanya mbinguni wakati Lucifer, malaika wa Bwana, alipokuwa malaika wa Bwana, alipoingia kiburi ndani ya moyo wake. Mungu akaangalia moyo wake, Mungu akamkemea. Mungu amki tu na kukuhukumu. Mungu anakukemea, Mungu anakukemea, Mungu anakukemea, Mungu anakukemea. Lakini makemeo zote alizikataa na kaendelea kudanganya theluthi ya malaika. Theluthi, shetani ni yule. Mungu akafanya nini? Kwa damu ya Yesu Kristo na kwa neno la ushuhuda, Mikaeli na mbingu yote ikaenda kinyume nao, na hakukuwa na mahali pao, wakatupiliwa chini. So kile ambacho Mungu alikuwa anafanya mbinguni ni kwamba alikuwa anataka roho ibaki roho, mwili uondolewe. So duniani yenye Sara anafanya ni vile vile Mungu alifanya mbinguni, na ni vile vile ambao pia Abraham baadaye atakuja kuelewa atakuwa anafanya, na ni vile vile ambao Yesu Kristo atakuja kufanya kati ya mwili na roho. Atakuja asulubishe mwili uondolewe ili roho ipate kuishi. So hizi zote ni hukumu za Bwana. Tunaweza angalia tafsiri za Sara, tafsiri ya Ishmael, tunaweza angalia tafsiri ya Isaka. Sote tuangalie Wagalatia 4:22. Wagalatia 4 unaweza anza kusoma 22 mpaka 30. Kitabu ni cha Wagalatia 4 mstari wake wa 22. Kwa maana imeandikwa kwamba Abrahamu alikuwa na wana wawili, mmoja wa mwanamke mtumwa na wa pili wa mwanamke huru. Lakini mtoto wa mwanamke mtumwa alizaliwa kwa mapenzi ya mwili, na yule mwingine wa mwanamke huru alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Mtoto wa mwanamke mtumwa alizaliwa, lakini mtoto wa mwanamke mtumwa alizaliwa kwa mapenzi ya mwili. Alizaliwa kwa mapenzi ya mwili, ambao mtumwa alikuwa Hagar, ambao alimzaa Ishmael. Ishmael alizaliwa kwa mwili. So tunaona Ishmael anachukua sura ya mwili. Na yule mwingine wa mwanamke huru alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Alizaliwa kutokana na ahadi ya Mungu. Endelea tafadhali. Mambo haya yanaweza kuchukuliwa kama mfano. Kwa maana hawa wanawake wawili ni mfano wa maagano mawili. Agano la kwanza ni lile lililofanyika katika mlima Sinai. Lizalo watoto wa utumwa. Hili ndilo huyo Hagari. Basi Hagari anawakilisha mlima Sinai uliopo Arabuni. Basi Hagari anaashiria mlima Sinai uliopo Arabuni. Na anafanana na Yerusalemu ya sasa. Ambayo iko utumwani pamoja na watoto wake. Lakini Yerusalemu ya juu ni huru. Naye ndiye mama yetu. Kwa maana imeandikwa, furahi ewe mwanamke tasa, ambayo inaongea kuhusiana na Sara. Wewe usiyezaa, paza sauti na kuimba kwa furaha. Wewe usiyepatwa na utungu wa kuzaa. Kwa maana watoto wa mwanamke aliyeachwa ukiwa ni wengi kuliko wa mwanamke mwenye mume. Endelea. Basi sisi ndugu zangu,
Basi sisi ndugu zangu ni kama Isaka, tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile ilivyokuwa siku zile, yule aliyezaliwa kwa mwili ambao ni Ismail, yule aliyezaliwa kwa mwili, tumeona katika Mwanzo, yule aliyezaliwa kwa mwili alivyomchokoza yule aliyezaliwa kwa roho. So tunaona ni mwili unachokoza roho, alafu Sara anaingilia katikati, anasema huu mwili ambao unachokoza roho, Abraham, fukuza Haga na ufukuze uno mwili ambao unachokoza nini? Unachokoza roho. Ni hivyo na maandiko. Lakini maandiko yasemaje? Muondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanawe, kwa sababu mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwana aliye huru. So kile ambacho tunaona hapa ni Ishmael, tumeona ni mwili, alafu Isaac tumeona ni roho, alafu Sara anaashiria Yerusalemu iliyo huru. Sara anaashiria kanisa la Mungu. Sara anaashiria mji wa Mungu. Kanisa huwa linafananishwa na mwanamke. Kanisa linafananishwa na mwanamke. Acha tuangalie kitabu cha Isaia 60. Isaia 62 mstari wake ni wa Isaia 62 mstari wa 5. Kitabu ni cha Isaya 62 mstari wake ni wa 5. Naam. Andiko nasema kama vile kijana aoavyo mwanamwali. Kama vile kijana aoavyo mwanamwali, ndivyo wanao watakavyokuoa wewe. Kama bwana harusi amfurahiavyo bibi harusi wake. Kama bwana harusi anavyomfurahia bibi harusi wake, ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Ndivyo Mungu wako atakavyokufurahia wewe. Kama vile bwana harusi anavyomfurahia bibi harusi, Mungu anasema basi Mungu atakufurahia wewe. Mungu anachukua sura ya bwana harusi, mimi na wewe tunachukua sura ya bibi harusi. Ukiangalia pia Isaia 54 mstari wa 5, nasema muumba wako ndio mume wako. So Mungu anakuwa mume. Wale ambao wamezaliwa mara ya pili kupitia Kristo Yesu wanakuwa wake. Mungu anakuwa bwana harusi, wale waliozaliwa mara ya pili wanakuwa bibi harusi. Sara anachukua picha halisi ya bibi harusi wa Mungu, bibi harusi wa Yesu Kristo, bibi harusi ambaye ni kanisa. Na kanisa kazi yake ni kutoa hukumu, ni kutenga kupitia neno la Mungu, kutenga kati ya mwili na kati ya roho. So kanisa la Mungu kama alifanya hivyo, basi hilo si kanisa la Mungu. Haliendi katika hukumu za Mungu, haliendi katika ahadi za Mungu. Ni kanisa ambalo linakuwa vuguvugu, ni kama yale makanisa 7. Yesu anasema hili kanisa litalitapika. Yesu anasema hili kanisa limekuwa vuguvugu. Hili kanisa limekuwa moto si baridi. Yesu anasema hili kanisa litalitapika. Kwa nini? Kwa sababu hukumu haifanywi. Isaya 54 mstari wake wa 5. Isaya 54 mstari wake ni wa 5. Kwa maana Mungu wako ndiye mume wako. Kwa maana Mungu wako ndiye mume wako. Mpaka hapo ni sawa. Kwa maana Mungu wako ndiye mume wako. Hivyo ndio Mungu anasema. Revelation 21:9. Kitabu cha Ufunuo 21 mstari wake ni wa 9. Mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 ya hayo mapigo 7 ya mwisho akaja akaniambia, njoo nami nitakuonyesha bibi harusi, yaani mke wa mwana kondoo. Nitarudia kitabu cha Ufunuo 21 mstari wa 9. Rejelea tafadhali. Mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na yale mabakuli 7 ya hayo mapigo 7 ya mwisho akaja
Akaja akaniambia, njoo, nami nitakuonyesha bibi harusi. Nami nitakuonyesha bibi harusi, yani mke wa mwana kondoo. Yani mke wa mwana kondoo. Tumesoma haya yote pia kwa Isaia 62 mstari wa 5 kwamba vile bwana harusi anavyomfurahikia bibi harusi ni hivyo hivyo pia Mungu anakufurahikia wewe. Tunasoma hapo katika Ufunuo pia 21 mstari wa 9 kuhusiana na kanisa lililopendeza linafananishwa na bibi harusi, Yesu akiwa bwana harusi. So Sara anachukua full sura ya kanisa la Mungu. Ishmael anachukua sura ya mwili, Isaac anachukua sura ya roho. So acha turudi Genesis 21 verse 9 and 10. Kitabu ni cha Mwanzo 21 mstari wake ni wa 9. Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Hagari Misri aliyemzalia Abraham alikuwa anamdhihaki. Sara akamwambia Abraham, muondoe mwanamke huyo mtumwa pamoja na mwanae, kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Acha tuangalie Wagalatia. So kuna kitu ambacho Sara anaondoa ili kisirithi. So kuna kitu lazima kiondolewe katika kanisa. Kuna kitu lazima kiondolewe katika mwili wa mwanadamu. Sara na kiondoa ambao ni kivuli cha kanisa. Acha turudi Wagalatia. Wagalatia 4 naweza angalia, naweza anza 20, naweza anza 29. Kitabu ni cha Wagalatia 4 mstari wake ni wa 29. Maandiko yanasema, lakini kama vile ilivyokuwa siku zile, yule aliyezaliwa kwa mwili ambaye ni Ishmael alimchokoza yule aliyezaliwa kwa roho. Alimchokoza yule ambaye aliyezaliwa kwa roho. Ndivyo ilivyo hata sasa. Ndivyo ilivyo hata sasa. Endelea. Lakini maandiko yasemaje? Muondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanae, kwa sababu mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwana wa aliye huru. Mpaka hapo. Kamwe hatarithi na mwana pamoja na mwana aliye huru. Inamaanisha roho na mwili haitarithi. So mwili uondolewe ili roho iweze kurithi. So nijiangalie progressively, kwa sababu maandiko yanasema mwili hautarithi. Ishmael anaondolewa ikiwa ni ishara ya kwamba Mungu anasema mwili hautarithi ufalme wake. So nijiangalie ni nini ambacho niko nacho ambacho ni cha mwili. Manake kilipokuwa mbinguni mwili ulitolewa, Ibilisi alitolewa mbinguni. Mwili ulipokuwa katika nyumba na mazingira ya Abraham na Sara, mwili ulitolewa. So mwili kutolewa katika kanisa la Bwana ni usiweze kurithi, kwa sababu mwili hawezi kurithi. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50. Chenye Sara anafanya kiko wazi katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake ni wa 50. Tafadhali. Kitabu ni cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake ni wa 50. Ndugu zangu nisemalo ni hili, nyama na damu haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Nyama na damu. Maandiko mengine yanasema mwili na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu. Ndio maana Sara anasema Ishmael aondolewe, kwa sababu Ishmael hana urithi katika ufalme wa Mungu. Hana urithi katika ufalme wa Abraham. Mwili hauna urithi. Rejelea tena tafadhali. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 50. Ndugu zangu nisemalo ni hili, nyama na damu
haviwezi kurithi ufalme wa Mungu. Unaona kuna kitu kinatolewa. Ni nini kinatolewa? Ni mwili inatolewa. Sara anamtoa Ishmael ili Isaac aweze kurithi. So uweza kuona hakuna penye mwili inaweza kurithi na roho pia iwe sawa sawa inarithi. So mwili na roho haziwezi kukaa katika kanisa la Mungu. Sara alisema siwezi kukaa nikiangalia mwili inadhiaki roho. Sara alisema pana, huu mwili uondolewe. Hivyo ndo Mungu anafanya. Mungu anataka usafi, ndo alifanya hivyo mbinguni. Unafikiria kama shetani angekuwa mbinguni leo, mbingu ingekuwa kweli? Mbingu ingekuwa chafu kiasi gani? Ni malaika gani angebaki amepona? Hakuna hata mmoja. So kile ambacho Mungu alifanya inaitwa church holiness. Utakatifu katika kanisa, utakatifu katika kanisa. Ama church purity. Uchafu wekwe kando, usafi ubaki. So tunaweza rudi Genesis 21:9 na 10. Kitabu cha Mwanzo 21 mstari wake ni wa 9. Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Agari Misri aliyemzalia Abrahamu alikuwa anadhiaki. Sara aliona kwamba Ishmael ambaye ni mwili anamdhiaki Isaac ambaye ni roho. Sara akamwambia Abraham, muondoe mwanamke huyu mtumwa na mwanae kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe atarithi pamoja na mwanangu Isaka. Waweza rejelea tena tafadhali? Kitabu cha Mwanzo 21 mstari wake ni wa 9 peke yake. Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Agari Misri aliyemzalia Abraham alikuwa anadhiaki. So tunaona Ishmael kuna dhiaka kwa Isaac. So acha tuangalie Galatia 5 mstari wa 17. Hao wawili walikuwa hawezi kukaa pamoja katika boma ya Sara, ambao mwili na roho haziwezi kukaa pamoja katika kanisa la Bwana. Lazima mwili uondolewe ili roho ipate kurithi ndani yako na ndani yangu. Lazima kila kitu ambacho kinaitwa mwili kiondolewe ndani yako ili uweze kurithi ufalme wa Mungu, na mimi vile vile. So tunaangalia mwili ilikuwa inadhiaki roho. Wagalatia inasema mwili ilikuwa inachokoza roho. So mwili ilikuwa na uchokozi katika roho. Hizi mbili zinakuwa katika conflict. Mwili inapigana na roho na roho inapigana na mwili. Hawawezi kukaa mahali pamoja. Naweza soma Wagalatia 5 mstari wa 17. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 17. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Mwili unatamani yale ambayo yako kinyume na roho. Mwili unadhiaki roho. Roho inataka kuomba, mwili inataka kulala. Yesu anasema roho inataka, Isaac anataka, lakini Ishmael anadhiaki. Roho inataka kuja ushirika mapema, lakini mwili inadhiaki. Mwili haitaki kuja ushirika, lakini roho inataka kuja ushirika. So hawa wawili wanapigana katika maisha yako, imekuwa kupigana. Roho inataka utakatifu, mwili inataka mambo ya mwili. Inataka uzinzi kidogo, usherati kidogo, pombe kidogo, masengenyo hapa na pale, kiburi mambo tu ya mwili ambayo inataka haki ya kibinafsi. Hiyo ndio mwili inataka, na roho haitaki hayo. Roho inataka mengine. Roho inataka upendo, roho inataka toba, roho inataka utakatifu, roho inataka utiifu katika amri za Mungu, roho inataka ushirika, roho inataka unyenyekevu. So itakuwa ni kupigana, zinapigana. Ndio maandiko yanasema Ishmael na Isaac walikuwa wanapigana. Kwa nini? Kwa sababu ni mwili na roho haziwezi kukaa mahali pamoja. Haziwezi. Jichunguze utajiona. Wakati unataka kuomba ndio unataka kulala. Wakati unataka kusoma neno ndio unataka mambo mengine. Wakati unaanza neno ndio simu unapigiwa. Ni mwili na roho
lazima ziwe zinapigana, ziko katika conflict. Biblia ya Kimombo inasema hivyo, conflict. So lazima ujue wakati utasema na ushirika, jua mwili utakuwa kinyume na hiyo. Na mwili sana sana imekuwa ikitushinda. Rejelea tena tafadhali. Galatia 5 mstari wake wa 17. Naam. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Naye roho utamani yale yaliyo kinyume na mwili. Naye roho utamani yale yaliyo kinyume na mwili. Roho na mwili upigana, kwa sababu hiyo. Roho na mwili upigana. Ishmael na Isaac wanapigana. Sara anaangalia. Sara anasema no, hii haiwezi endelea. Sara ni kanisa. Anasema mwili uondolewe. Endelea. Roho na mwili upingana. Roho na mwili upingana. Na kwa sababu hiyo hamwezi kufanya mnayotaka. Kwa nini? Kwa sababu ya Ishmael. Ishmael ni mwili. Mwili unataka vitu vya mwili. Wataka vitu vya mwilini, wataka tu vya mwili, wataka vya mwili. Na roho inataka kinyume na hivyo vya mwili. Alafu maandiko yanasema sasa vita vinaendelea hapo. Vita vinaendelea. Wakati unasema mwaka huu nataka nimtumikie Mungu, mwili pia unasema mwaka huu nataka umtumikie shetani. Nataka umtumikie tu shetani, kwa sababu mtu anayemtumikia shetani ni mtu ambaye anatumikia mwili. Halafu unang'ang'ana. Ni kwa sababu hujaelewa kuna vita vinaendelea, na maandiko yanasema hivi, anasema hamwezi kuyatenda yale mnataka kuyatenda. Sababu hizi vitu mbili ziko na vita vinaendelea. So unaonaje, umekuwa ukishinda mwili ama mwili umekuwa ukishinda? Angalia jinsi unavyoomba. Rejelea mara ya mwisho ile andiko. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Naye roho utamani yale yaliyo kinyume na mwili. Naye roho, mpaka hapo ni sawa, utamani yale yaliyo kinyume na mwili. Tuangalie Mathayo 26:41. Hii inamaanisha nini? Mathayo, Yesu anasemaje? Mathayo 26:24. Usifunge wa Galatia tafadhali. Mathayo 26 20:41. Kitabu cha Mathayo 26 mstari wake ni 41. Kesheni na muombe. Msije mkaingia majaribuni. Roho inataka iradhi. Lakini mwili ni dhaifu. Biblia ya Kimombo inasema the spirit is willing. Yani roho inataka kukesha na kuomba, lakini mwili ni dhaifu, mwili haitaki. Ukiona maandiko yanasema roho inataka, jua mwili haitaki. So roho inataka kukesha na kuomba, lakini mwili haitaki kukesha na kuomba. Roho inataka kuishi maisha masafi na matakatifu, lakini mwili haitaki kuishi maisha masafi na matakatifu. Roho inataka kuendelea na Bwana kama vile kanisa la kwanza, vile mitume. Roho inataka hivyo, unasikia mpaka roho inataka hivyo, lakini mwili haitaki. Mimi nasema mwili inatafuta sababu. Ni hivyo. Ndio maana hakuna miujiza, hakuna ishara, kwa sababu watu hawaombi, makanisa yako baridi, watu waliokoka wako baridi. Tunatawaliwa na mwili, tunatawaliwa na kiburi, faraka. Hatujali kuhusiana na mikutano ya Mungu, hatujali kuhusiana na ushirika wa Mungu. Wewe mwenyewe binafsi, mimi mwenyewe binafsi, mwili inatawala, watu wanakuwa kimwili. Na mbona kuna vita vinaendelea? Ni hivyo Yesu anasema mwili, roho inataka, lakini mwili ni dhaifu, mwili haitaki. Rudi wa Galatia tafadhali. 5:17. Na hivyo ndio vita tumekuwa tukiviona.
Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake ni wa 17. Kabla usome, haujawahi jaribiwa. Mimi nishajaribiwa. Jumapili huwa kuna mfungo jioni. Naenda paka Monday jioni. Mara ngapi umekuwa mwaminifu katika kufunga? Unaona hiyo siku ya kufunga unataka ufunge, unasikia roho inakukumbusha. Lakini mwili inataka uendelee tu kula. Unabaki unakula, tunachukua wepesi. Wachukua wepesi kwa sababu hujatambua nini inaendelea katika ulimwengu wa kiroho. Unajipata hujafunga na kanisa linafaa lifunge. Najipata sijafunga na kanisa linafaa lifunge. Nani anakuambia usifunge? Na wenda huko injilisti pengine ukapaza sauti mpaka usiku, alafu ukaingia katika usiku, ukaingia katika mafundisho, ukafika umechoka, pengine ukakula mpaka ukajisahau. Ukaingia, hiyo kweli Mungu anaweza kuiangalia na njia nyingine. Lakini ile hujafanya chochote, uko very fresh na unakumbuka hapa sasa fani ile chakula changu cha mwisho Jumapili jioni, alafu naingia sasa mfungo mpaka Monday jioni. Alafu nakuwa tu na wepesi. Wacha nikule tu. Na unakula. Hiyo ni dhiaka kubwa kabisa unafanya. Huyo ni Ismail anaishi. Huyo ni Ismail anakutawala. Huyo ni Ismail ananitawala. Na Sara anasema ondolewe. Sio kuna vitu ambavyo mwili unataka chakula, roho inataka kufunga. Kanisa la Bwana linataka kufunga. Mungu anakuambia funga. Mwili anakuambia kula tu kidogo. Kula tu utafunga ile nyingine. Utaangalia siku hapa katikati ufunge. Huu ni upuuzaji ambao mimi na tumekuwa nao. Na hiyo ni ishara ambayo inaonyesha tuko kimwili. Na ndio tuko mbio kuhubiria wengine. Mungu anataka discipline, self discipline kwanza. Mpaka ujidiscipline properly na neno la Bwana. Kwa kuenda kinyume na mwili. Na ukitoka kufanya uinjilisti, Mungu atabariki uinjilisti. Neno litakuwa na nguvu. Neno litakuwa na impact katika maisha yako, yatakuwa yanabadilika kwa sababu wewe mwenyewe umekutana na Mungu na ukawa discipline. Katika kufunga, katika ushirika, katika kila mahali ambapo Mungu anaangalia. Area zote katika maombi, katika kusoma Biblia. Mara ngapi umesoma hii Biblia? New Testament tu, ukaimaliza yote. Mara ngapi umeisoma? Mara ngapi mimi nimeisoma? Mara ngapi umeisoma Biblia as a whole? Ama umeisoma atada? Yaani bado kidogo umalize. Utajichunguza, utaona kweli umekuwa kimwili sana. Na ndio pumzi ya Mungu. Nijiangalie, nijitafute kweli. Niangalie ni nani anatawala maisha yangu. Ni Ismail ama ni Isaac? Kwako na kwangu vile vile. So, naweza soma hiyo Galatians 5:17. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wa 17. Galatia 5 mstari wa 17. Inasema kwa maana mwili utamani. Wagalatia 5 mstari wake wa 17. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Kwa maana mwili utamani yale yaliyo kinyume na roho. Naye roho utamani yale yaliyo kinyume na mwili. Naye roho utamani yale yaliyo kinyume na mwili. Naona ulikuwa unataka kusoma, unaweza soma. Na mwili upingana, kwa sababu hiyo hamwezi kufanya mnayotaka. Roho na mwili upingana. Sasa hii katika kupingana unapata uwezi kulifanya lile ambalo unataka. Mbele ukiona kila wakati hauwezi kufanya lile ambalo unataka, jua ni mwili inapinga roho. Na mwili imeshinda. Na mwili haifai kushinda. Naweza kusoma toleo lako. Wagalatia 5 mstari wa 17. Inasema kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Na roho kushindana na mwili. Kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Unaona paka inasema pia roho zinapingana. So kuna vita vinaendelea katika moyo wako na moyo wangu ambao hatuzioni, lakini kila saa tunaposhindwa hatutambui kwamba ni mwili umetushinda. Ndio maana Sara aliona mapema akasema huu mwili utolewe ili roho ikue. So Mungu anataka ufanye hiyo hukumu katika moyo wako kupitia kukiri maovu ambayo umekuwa katika ulegevu na kutubu. Tubu ni kuyawacha. Mimi na wewe hivyo hivyo. Lazima kuwe na confession. Mungu, hiki kitabu nimekuwa nikikupuuzia. Mungu nisamehe kwa upuuzaji huo. Mungu niondolee upuuzaji huo.
Na uweke timetable ambayo itakuwa unasoma, uweke mpangilio venye utakuwa unasoma hiki kitabu. Hiyo ndio toba. Toba lazima ilete matunda. Si Mungu nisamehe sijakisoma venye inastahili na unakaa hapo pia ama nakaa hapo siendelee kusoma. Hiyo si toba. Toba ni lazima uchange. Mimi na wewe vile vile. So rejelea tena tafadhali hicho kitabu, kuna mahali tunaelekea. Hebu soma hii hata tusikie hito leo. Galatia 5 mstari wake wa 17. Kwa sababu mwili utamani kushindana na roho. Mwili utamani kushindana na roho. Kushindana na roho. Na roho kushindana na mwili. Na roho kushindana. Roho kushindana pia na mwili. Kwa maana hizi zimepingana. Kwa maana hizi zimepingana. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Hata hamwezi kufanya mnayotaka. Asante. So, unaona nani Sara alifanya nini? Alimwambia Abraham amuondoe Haga na Ishmael. So Sara alisema mwili ufanye nini? Uondolewe. So kwa makini hapa, soma Warumi 13 mstari wa 14. Chenye Sara alifanya ni kwamba mwili ambao ni Ishmael na Haga waondolewe. So vile vile Sara alipofanya hivyo, Mungu anakuambia wewe pia katika nafsi yako, katika mwili wako, katika safari yako ya uokovu wa mwisho ambao tunaelekea huko, Mungu anakuambia uondoe mwili. Uondoe mwili completely. Yaani mwili ni uondoe. Hiyo tu ndio njia ya kusurvive. Kwa sababu mwili hauwezi kurithi. Na ukiwa katika mwili hauwezi kurithi ufalme wa Mungu. Naweza soma Warumi 13 mstari wake na 14. Basi jivikeni Bwana Yesu Kristo. Basi jivikeni Bwana Yesu Kristo. Wala msifikiri jinsi mtakavyotimiza tamaa za miili yenu. Wala msifikiri jinsi mtakavyotimiza tamaa za mwili wenu yenye asili ya dhambi. Biblia yako inasemaje Petro? Chanione hiyo toleo yako, nikiangalia pia King James ya Kimombo, tunaweza angalia Warumi 13 mstari wake wa 14. Warumi 13 mstari wake ni wa 14. Bali mvaeni Bwana Yesu Kristo. Mvaeni Bwana Yesu Kristo. Naambiwa ni mvae Bwana Yesu Kristo. Wala msiuangalie mwili. Wala msiuangalie mwili. Hata kuwasha tamaa zake. Hata kuwasha tamaa zake. Kuwasha tamaa zake. Sawa sawa. Asante kwa hiyo. Ole. Iko tu sawa hiyo. Tuangalie kitabu cha King James Version. Warumi 13 mstari wake wa 14. Romans 13 verse 14. But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Yeah, inasema make not provision. Make not provision. Yani usitengezee nafasi mwili. Usitengezee nafasi mwili. Inasema make no provision. Unapo provide nafasi mwili tawali itakutawala. Ndio maana naona Sara anamwangalia Ishmael, anasema huyu ni mwili. Huyu mtoto ambaye anaitwa Ishmael ambao ni mwili aondolewe. Sara make any provision ya the flesh. Make any provision ya mwili. So chenye Sara anafanya ni penye maandiko anaeleza. Sara anaondoa provision. Sara anaondoa provision ya mwili. Make any provision ya the flesh. Kanisa linaharibika. Wakati kanisa linaanza vizuri, linakuja linaharibika kwa sababu mwili umepatiwa nafasi. Mwili umepatiwa nafasi utawale. Kuanzia kwa time, watu wakaanza kuchelewa kwa time, watu watakuwa wanakosa hata ushirika, waje hata kabisa. Itakuwa tu sawa kwao. Mafundisho venye watu wanafaa wafatizie, maandiko yanasema hivyo katika waraka
Wa pili wa Yohana ya 1:9, yani yule ambaye anadumu kwa mafundisho, huyo ndio yuko na Mungu na Yesu Kristo. Yule ambaye adumu kwa mafundisho, huyo hana Mungu na ana Yesu Kristo. Hiyo ndio foundation. Hiyo ndio foundation ya mtu ambaye ameokoka. Yaani ajiwazi, mimi nisipokaa katika mafundisho sina Mungu. Na sasa kama sina Mungu nisipokaa katika mafundisho, mbona sifatizii mafundisho? Inamaanisha mwili unatawala. Mara kwanza uliokolewa kwa uwezo wa Mungu kwa sababu uliona jehanamu na Mungu akakupatia rehema. Sasa unaambiwa ukiendelea kwa mafundisho ya Yesu Kristo utakuwa na Mungu na utakuwa na Yesu Kristo. Lakini kama wewe ni katika mafundisho hauna Mungu na una Yesu Kristo. Na inakuwaje inakosa mafundisho muhimu kama haya na mengine na naamini bado niko sawa na Mungu? Uongo. Uko katika mwili. Niko katika mwili. Siwezi kuwa nimekosa mafundisho na bado sihukumiki, na maanisha mwili umetawala. Na kanisa likiangalia kitambo iende miaka 2 hakutakuwa na kanisa hapo. Hakutakuwa na kanisa kwa sababu uwepo wa Mungu utaondoka. Na mafundisho ya Mungu yataondoka. Kwa nini? Ni kwa sababu tume make provision ya the flesh. Ume make provision ya mwili, yani umekaribisha mwili. Umemfungulia mlango mwili, mwili utaingia na utakaa. Na mwisho wa siku hautakaa katika mafundisho ya Yesu Kristo. Unataka kama utafundisha, hautafundisha kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Utafundisha katika knowledge, hekima ya dunia ama ile umeshika kwa kichwa. Utapeana knowledge head na utajua kweli unapeana knowledge head. So make no provision for the flesh. Mungu mbinguni haku make provision for the flesh. Shetani alipoenda kinyume na neno la Mungu, pride ilipokaa katika moyo wake, kiburi, Mungu alisema no, huyu lazima yekwe chini hata kama ni mtoto wake amemumba. Mungu alisema chini. Akaambia Mungu kuna malaika ambao pia wamemunga mkono, ni a third. Hawa ni billions na trillions of angels. Mungu akasema he will not make provision of the flesh in heaven. Wote chini wakaekwa chini. Wanangoja jehanamu. Wanangoja kuteketezwa. Mungu anasema usipatie nafasi mwili katika wewe mwenyewe personal, mimi mwenyewe personal, na katika kanisa la Bwana. Yesu alisema 2 watatu wakikutana atakuwa hapo katikati. Ni afadhali mbaki 2 ama 3 ambao kuna lengo la kuingia mbinguni kuliko mwe 10 ambao mko na malengo tu ya flesh, ya mwili. Mwisho wa siku wale ambao kuna malengo ya kuingia mbinguni watatiwa chachu. Watatiwa chachu. Wewe si Kristo, mimi si Kristo kwa mwili. Adam alitiwa chachu na mke wake. Yeye ndo alipatia majina wanyama wote ambao unawaona. Na alitiwa chachu na mke wake na akaanguka. Uongo. Watu 2 watatu wakiwa na chachu. Mimi siwezi kusimama. Hata hakuna mtu anaweza kusimama. Utagongwa na hiyo chachu, either wewe uondoke kwa hiyo chachu ama chachu iondoke kwako, ndio utasimama. Hiyo ndio neno la Mungu linasema hivi, mimi nikiwa na chachu hamtasimama wengine, mtaanguka katika hiyo chachu. Petro alikuwa na chachu na Barnaba alianguka katika Galatia 2:11. Petro alikuwa na chachu. Ilibidi Paulo asimame, akamwambia Petro, huu mwili Ismail yuko hapa na huyu Ismail anafaa ndio leo kwako Petro. Angalia Barnaba ameanguka tayari. Hao wengine wameanguka tayari. Kwa nini? Kwa sababu Petro alitembea katika mwili na kuanguka peke yake. Barnaba alianguka, wale wengine pia walianguka. Maandiko ni mingi. Samson, Daudi. So ukipatia nafasi mwili, nikipatia nafasi mwili, lazima utaanguka. Ndio maana Yesu anasema kesheni mkiomba. Paulo anasema aondolewe yule ambaye anatembea katika mwili. Asimdhiaki Mungu, asidhiaki kanisa la Bwana. Ondoa vyote ambavyo viko ndani yako ambao ni vya mwili, vyangu na vyako pia, kukiri na kugeuka kwa hiyo. Make no provision of the flesh. Usipatie room. Simpatie nafasi ibilisi shetani. Waefeso inasemaje? Waefeso 4:27. Rejelea hiyo kwanza. Romans chapter 13 verse 14. But put ye on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh. Make no provision of the flesh. Musipatie mwili nafasi, usimpe Ishmael nafasi. Ndio maana Sara anamuondoa. Make not provision for the flesh to fulfill the lust thereof.
ili kutimiza hisia za mwili, tamaa za mwili. So usipatie nafasi Ishmael, Sara kumpatia nafasi Ishmael. Waefeso 4:27. Kitabu ni cha Waefeso 4:27. Wala msimpe ibilisi nafasi. Wala msimpe ibilisi nafasi. Usimpe ibilisi nafasi. Maandiko yanasema hivyo, usimpe ibilisi nafasi. Ibilisi ni wakuwekwa kando mapema haraka sana. Adam alipompa ibilisi nafasi, make provision of the flesh. Akamsikiza Eve, ibilisi alikuwa ndani yake, akamsikiza. Ulimwengu wote uliingia katika dhambi. Malaika atad, malaika theluthi, billions na billions walipompatia shetani sikio lao. Sikio lao walipompatia shetani, tatu iliingia. Malaika wa Mungu wanamsafu Mungu, wamemwona Mungu, wameona kiti cha Mungu, wameona Yesu Kristo, wameona maserafi, wameona makerubi, wameona wazee, wameona hekalu la Bwana. Walidanganywa na ibilisi shetani kwa kumpatia nafasi. Ishmael asipewe nafasi. Mwili usipewe nafasi. Yafadhali kanisa libaki bure. Libaki bure. Libaki nyumba ambayo ni safi. Paka akiingia, akilala na pata usingizi vyema. Kuliko lijae watu ambao sehemu yao ni jehanamu. Haina maana. Na watu ambao wanajua kweli, afadhali ambao hawajui kweli. Maandiko yanasema usimpe shetani nafasi. Shetani ni mwili. Shetani anakuja kwa njia ya mwili. Usimpe nafasi. Sara kumpatia nafasi. Alimwambia Agiri, toka. Mtoto wako Ishmael ondokeni. Abraham ondoa hawa. Abraham anakasirika. Mungu anamwambia Abraham, sikiza venye Sara amesema, mwili uondoke. Mwili na mamake uondoke. Bado utafuga mwili katika moyo wako, bado nitafuga mwili katika moyo wangu, na kufuga mwili si kurithi ufalme wa Mungu. No. Haiwezekani. Neno la Mungu ni upanga, neno la Mungu ni nyundo, neno la Mungu ni moto. Unastahiliaje ukija karibu na moto? Unastahiliaje ukija karibu na upanga? Unastahiliaje ukija karibu na nyundo? Nini itafanyika? Kukiwa na mwili utapondwa, kukiwa na mwili utakatwa, kukiwa na mwili utachomwa. Hilo ndio neno la Mungu. Na kama tutasoma Biblia hii, basi weka moyo wako tayari, na wangu zilikuwa tayari kuyapokea haya. Ambao simpatie ibilisi nafasi. Simpe ibilisi nafasi. Katika kanisa la Bwana, wewe mwenyewe individual, personal, na hata as a whole, corporate. Simpe ibilisi nafasi. So tunaweza angalia Warumi 8:13. Kitabu ni cha Warumi 8:13. Warumi 8:13. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili mtakufa. Kwa maana mkiishi kwa kufuata Ishmael, kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili, kwa maana mkiishi kwa kufuata matendo ya mwili mtakufa. Hilo ni neno ambalo Mungu anatuhakikishia. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho. Lakini kama mkiyaua, maandiko yanasema usimpatie mwili nafasi. Sara hakumpatia Ishmael na mamake Haga nafasi. Mkiyaua matendo ya mwili, mkiyaua matendo ya mwili. So matendo ya mwili yanafaa uawe. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. Lakini mkiyaua matendo ya mwili, mkiyaua matendo ya mwili kwa roho, mtaishi. So matendo ya mwili yako ya uawe. Matendo ya mwili si yako yapatie nafasi. Matendo ya mwili si yawe yakue na roho useme yatabadilika baadaye. Matendo ya mwili kumlingana na maandiko Warumi 8:13, Mungu anasema matendo ya mwili yauawe kupitia roho. Roho ni neno la Bwana. Yesu anasema katika Yohana 6:63, anasema maneno haya niliyowaambia ni roho. So ni kutumia neno la Mungu kuondoa mwili. Rejelea tena Warumi 8:13. Warumi 8:13.
kufuata mwili. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili Mtakufa. Mungu anasema mtakufa. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi. So njia ya kuishi tu ni kuua matendo ya mwili kwa roho, ambao ni kwa neno la Bwana. So hiyo ndio kuishi. So kama uui matendo ya mwili na maisha utakufa. Na basi maisha yetu ya kiroho tunaishi vipi? Tunaingiaje paradiso kwa uwezo wa Mungu? Tushapewa roho wa Mungu. Ni kupitia huyu roho wa Mungu kuua matendo ya mwili, ili roho ibaki kwa uwezo wa Mungu upate kuishi katika ufalme ambao unaokuja. Nami vile vile. So unaweza ona maisha ya Mkristo ni maisha ya kuua mwili. Paulo anasema nafa kila siku, I die daily. Kila siku anakufa Paulo. Anaua nini? Flesh, mwili. Mwili naambia jana ulikuwa Thessaloniki. Wewe lala tu, haina haja uende kwa Galatia. Lakini anasema pana, inanipasa nifanye kazi ya Bwana kwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Anaamka, anaua mwili, anaushinda huo mwili, alafu anaenda. Rejelea tena mara ya mwisho Warumi 8 mstari wa 13, tukisoma Kolosai 3 mstari wa 5. Kitabu cha Warumi 8 mstari wa 13. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili mtakufa. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili mtakufa. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi. So tukiishi katika matendo ya mwili tutakufa. Matendo ya mwili pengine ni gani? Tutaangalia. Na unajua ukiishi katika ile utakufa, utaingia jehanamu. Na naambiwa sasa nifanye vita na hiyo. Rejelea mara ya mwisho Warumi 8 mstari wa 13. Kwa maana mkiishi kwa kufuata mwili mtakufa. Lakini kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi. Kama mkiyaua matendo ya mwili kwa roho mtaishi. So matendo ya mwili yako hapo ya uawe. Eza soma Kolosai 3 mstari wa 5. So Ishmael ni wa kuuawa, mwili ni wa kuuawa. Kitabu cha Kolosai 3 mstari wake ni wa 5. Kolosai 3 mstari wake ni wa 5. Kwa hiyo uweni kabisa chochote kilicho ndani yenu. Naambiwa uweni kabisa, uwa kabisa chochote kilicho ndani yako. Cha asili ya kidunia. Cha asili ya kidunia, asili ya kimwili. Kidunia inafanishwa na kimwili. Unaambiwa uwa kabisa. Warumi anatuambia uwa kile cha mwili kupitia roho. Wakolosai tunaambiwa uweni kabisa. Usiruhusu kitu chochote cha mwili kitawale nafsi yako, wala katika ushirika ambao uko katika upendo. Ndugu yuko na tabia ya uchafu, anaendelea na uchafu. Ni kazi ya kanisa limkalisha chini, limwambie mpendwa, usiharibu donge zima. Wewe ni chachu na Mungu anakuambia kwa upendo geuka kwa hii tabia. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ikiwa ni mazoea, aekwe nje. Aekwe kando, hata kama ni mchungaji, hata kama ni mfundishaji kwa roho wa Mungu kupitia mafundisho haya. Aekwe nje, apate toba. Mungu aheshimu mwanadamu. Kwa sababu haina haja watu 10 waingiana kwa sababu ya mtu mmoja ambaye yuko tayari kuharibia maisha wengine. Mungu anasema no way. Na hilo ndio neno la Bwana. Na maueni vyovyote vya mwili, uacha mwili. Mpendo umemocha usinzi. Hii ni mara 4. Mara ya 5 mke wako analalamika kwa uzinzi. Na kanisani unakuja unashika mic unatuimbisha. Kaa kando. Hamunionyeshi upendo, hakuna huruma. Mungu amesema ukae kando kwa sababu hutaki kupata toba. Ukipata toba utaonyesha upendo. Lakini kama unaonywa na hutaki kutubu, Mungu anasema uko kando, usiharibu wengine. Mimi pia naomba nisiharibu wengine. Lazima mwili uwawe. Maandiko yanasema hivi. Sasa anasema Ishmael aondolewe. Wizona ni mjeuri, ni maandiko. Mwili hauna urithi katika ufalme wa Bwana. Na Mungu anajua. Mpendwa akianza kutembea kwa mwili, Shetani atatumia huyo mpendwa kuangusha wengine wote.
Shetani anajua. Shetani atafuta tu nafasi. Pata nafasi kwa mchungaji atatumia. Na mchungaji ataangusha kanisa. Atakula kondoo, atafanya usherati. Na mwingine ataona kwa mchungaji atanyamaza. Ataangalia mwingine wamepatana pia watafanya. Ukimuuliza utamwona mchungaji alifanya. Mchungaji alifanya, hiyo kesi imeisha. Mwingine anaenda kufanya pale. Ukiulizwa yule Daniel alifanya na mchungaji alifanya. Basi. Mimi nafuatia hii nini? Mimi pia kwa sitaki kufanya. Wewe pia unafanya. Inakuwa yote mnafanya. Mkiambiwa nini nafanya mchungaji alifanya na wewe wote wamefanya. Mwisho inakuwa kwani nani afanyi? Na vile leo tuna ushirika, tunakula mesa Bwana, nani afanyi? Kila mmoja anafanya. Basi tuendelee na ushirika, mnaendelea jehanamu. Mwili lazima uondolewe. Kupenda usherati aende baka kalale na malaya. Una kiburi utaki kusikia, kaa nyumbani. Wapenda kutumia mipira ya kujamiana, umeonywa na uwezo wa Mungu, umeua. Bado hutaki. Mwisho wa siku mwingine atatumia, atasema si fulani anatumia. Kabla huyu mwingine atumia, aseme fulani anatumia, huyo fulani aikwe kando. Hivyo ndio Bwana anasema. Na hiyo ndio church purity. Hiyo ndio church holiness. Church discipline. Mwili lazima uwawe. Wakolosai 3:5. Kitabu cha Wakolosai 3:5. Kwa hiyo, uweni kabisa chochote kilicho ndani yenu cha asili ya kidunia. Uweni kabisa chochote kilicho ndani yenu ya asili ya dunia. Yaani uasherati. Yaani tendo la kwanza linatajwa ni uasherati. Uasherati haufai kupatikana katika kanisa la Bwana. Uasherati wa kuangalia na kutamani kwa moyo, uasherati wa kutenda, uasherati wa kuangalia pornografia haufai kupatikana. Na kuna uasherati mwingine pia wa kiroho. Kupenda mambo ya ulimwengu. Uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya, haya ndio yanafaa uliwe, haya ni ya mwili, na ulafi, ambayo ndio ibada ya sanamu. Kwa sababu ya mambo haya, hasira ya Mungu inakuja kwa sababu ya mambo haya. Na wale ambao hawayaui mambo haya, hasira ya Mungu itawaakia. Mtu yuko hapa anaishi kwa haya, tumwambie anaendelea na onyo, na hasira ya Bwana ikija itapita na kila mmoja aliendana. Endelea. Kwa sababu ya mambo haya, ghadhabu ya Mungu inakuja. Nyinyi pia zamani, sisi zamani tuliendana katika mambo haya, usherati, uchafu, ibada ya sanamu. Tulipoishi maisha haya. Lakini sasa yawekeni mbali. Tunaambiwa tuweke mbali mwili, kama vile Sara alipomweka mbali Ishmael, akabakisha Isaac, akabakisha roho. Tunaambiwa tuweke mbali mwili. Wekeni mbali mwili. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi. Mweke Ishmael mbali. Mambo kama hayo yote yaekwe mbali. Yaani hasira yaekwe mbali. Ghadhabu yaekwe mbali. Uovu yaekwe mbali. Masingizio yaekwe mbali. Na lugha chafu kutoka midomoni mwenu. Lugha chafu kutoka midomoni mwetu yaekwe mbali. Msiambiane uongo. Msidanganyane, msiambiane uongo. Kwa maana mmevua kabisa utu wenu wa kale. Kwa maana mmevua kabisa utu wetu wa kale. Tumemvua kabisa Ishmael. Tumevua kabisa mwili. Pamoja na matendo yake. Nanyi mmevaa utu upya. Umefika 10. Nanyi mmevaa utu mpya. Nanyi mmevaa utu upya. Unaofanywa upya. Katika ufahamu sawasawa na mfano wa muumba wake. Katika ufahamu sawasawa na muumba wake. So uona venye matendo ya mwili yametajwa, na tunaambiwa haya matendo ya mwili yaekwe mbali. Tunaambiwa yauawe, kwa sababu kama yatauawa kwako na kwangu na katika ushirika, ghadhabu ya Mungu inakuja. Na ikija wewe uko na mimi, wewe pia utapatikana naye. Utapatikanaje kama hautendi lakini unaona mimi natenda? Warumi inasema hivyo, Warumi 1:32. Inasema si wale wanaoyatenda tu, bali wale wanaokubaliana nayo. Huyu anafanya, mimi najua. Simwamini na nyamaza. Si mimi sitendi, yeye anatenda. Warumi inasema si wale wanaotenda tu, bali wale wanaokubaliana nao. Mimi najua
simwambii. Mungu anataka nitoe hukumu. Eli alifanywa hivyo na Mungu. Mungu alimkataa Eli kwa nini? Aliwaongelesha watoto wake lakini hakutoa hukumu ipasavyo. Mungu alimwambia Eli, utakufa na watoto wako watakufa na ukuhani wako nimeuondoa kabisa. Na akasema dhambi hiyo yako Eli na watoto wako, hakuna dhabihu itaweza kuondoa hiyo dhambi. Eli uko jehanamu. Alikuwa kuhani, Mungu amemchagua milele. Lakini anaona mwili atoe hukumu, anawaambia tu, anawapapasa tu, anawapaka tu. Msimkosee Mungu. Watoe katika ushirika. Waeke kando. Hiyo ndio Mungu alikuwa anataka. So naambiwa ni uwe vyote vilivyo vya mwili. Acha turudi mwanzo. Ya kabla hapo angalau Kolosai kwanza. Rudi Warumi 8 mstari wa 13, Warumi 8 mstari wa 13. Kitabu cha Warumi 8 mstari wake wa 13. Kwa maana mkiishi kwa kuufuata mwili, mtakufa. Mpaka hapo ni sawa. Mtakufa. Maandiko yanasema ukiishi kwa kufuata mwili, ukiishi kwa kufuata njia za Ishmaeli anafanya mwili, Mungu anasema utakufa. Mwili ni nini? Wa Galatia 5 mstari wa 19. Hii kufuata mwili ni nini? Na mbona nikifuata haya ambayo yametajwa hapa nitakufa, utakufa pia. Galatia 5:19. Kitabu cha Galatia 5 mstari wake wa 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Kumbuka tumesoma katika Warumi 8 mstari wa 13 kwamba tukiufuata mwili tutakufa. So tunaangalia kufuata mwili ni nini ndio ili tusife. Na kama nimekuwa nikifuata mwili, nijue nimekuwa nikifuata mwili na nitakufa. So tunaambiwa matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya. Uasherati ni kufuata mwili. Uasherati, mtu yote yuko kwa uasherati atakufa. Ni kufuata mwili. Uchafu ni kufuata mwili. Ufisadi ni kufuata mwili. Kuabudu sanamu ni kufuata mwili. Kuinamia sanamu ya Maria. Wale wote ambao wanainamia sanamu za Maria wawezaona wako kiroho lakini wanafuata mwili. Wanafuata mwili na watakufa. Ibada ya sanamu next. Uchawi. Uadui ni kufuata mwili, utakufa, nitakufa. Ugomvi ni kufuata mwili, utakufa, nitakufa. Wivu ni kufuata mwili. Hasira ni kufuata mwili. Hii hasira usichanganyikiwe. Hii hasira si hasira ya kuchukia dhambi. Mtu ambaye hana hasira ya kuchukia dhambi hana tofauti na mtu ambaye amekufa kwa hiyo dhambi. Mungu anaichukia dhambi na yuko na hasira na dhambi. Na Mungu akiwa hai ndani yako, hiyo hasira ya Mungu ya kuchukia dhambi itakuwa. Nani alisoma Sodoma na Gomora? Ni Mungu. Mungu ako na hasira ama hana? Mungu yuko na hasira ya kuichukia dhambi. Nani atachoma shetani milele na watu hawatamwamini Yesu Kristo na kutubu? Mungu atawachoma. Yesu akiwa amekalia kiti. So kuna hasira ya kuichukia dhambi, yani hauitaki kabisa. Fineasi alichukua mkuki akaenda akamua Muisraeli mwenzake akiwa anafanya uchafu na mwanamke wa Moabite. Alimua, akadunga mkuki mpaka ukadunga chini, hasira. Na Mungu akasema hasira yake ile alikuwa nayo amekasirika Israeli ilitulia wakati Finehasi alifanya hivi. So kuna hasira, usichanganyikiwe. Waona watumishi kwa uwezo wa Mungu na roho wa Kristo wanakaribia dhambi. Na leo hasira kuna upendo. Hiyo ni hasira ya Mungu. Yesu alipoingia katika sinagogi akapata watu wanafanya nini? Wamegeuza nyumba ya babake kwa hekalu la wezi, pango la wezi, la wanyang'anyi, pesa ndio inaendelea biashara. Maandiko yanasema Yesu alitengeza. Kutengeza si alikuwa nayo. Alitengeza. Yaani kutengeza ni ngumu zaidi ya venye angewaongelesha. Kuongelesha ilikuwa rahisi. Aongee nao, lakini maandiko yanasema alitengeza. Inamaanisha kuwa nayo tayari, angeweza kuongelesha, lakini ile hasira ambayo ilikuwa imejaa ndani yake, kwa sababu watu wanajua kile wanakifanya. Yesu alichukua muda akatengeneza mjeledi na akawanyorosha. Akaangusha meza hivyo.
Hiyo ni hasira. Sitofautishe na hasira ya dunia. Nile umekanyagwa kidogo, kombio unataka ngumi. Ama nguo zako zimetolewa kwa kamba. Umefika utanitambua, utanijua mimi ni nani? Hiyo ni hasira ya kidunia. Mmeenda hivi mtu umeweka maji hotelini, mtu amekuja tu amekaa amekunywa, unatafuta hicho kikombe unakiona kwa yule, mnaanza kushikana mashati. Hiyo ni hasira ya kidunia. Hiyo si ya kiungu. So usichanganyikiwe maandiko yanaposema hasira. Endelea tafadhali. Fitina ni tendo la kuua, ukilitenda utakufa. Mfaraka, uzushi ni matendo ya uaji, ukitenda utakufa. Usda. Endelea. Ulevi. Ulafi ni tendo la mwili, ukitenda utakufa. Na ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Nawaonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla. Kwamba watu watendao mambo kama hayo. Anasema watu wanaotenda mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Hii ndio kifo Mungu anaongelea. Utatupwa kwa ziwa la moto, mauti ya pili. Mungu anasema watu wanaotenda haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Mungu anasema hawatatenda kwa sababu ni mwili. Mwili na damu haiwezi urithi ufalme wa Bwana. Ishmaeli ni atolewe aikwe kando. Ishmaeli katika moyo wako, Ishmaeli katika moyo wangu, akiri, wachana naye, badilisha njia na mwenendo wako. Nami vile vile. So tunaona tukirudi, hao ni matendo ya kuuawa, hao ni matendo ambayo mtu yote ambaye anatenda hana urithi katika ufalme wa Mungu. Tunaweza angalia Mwanzo 21. Naweza soma Mwanzo 21. Naweza soma 9 na 10. Anza mstari wa 9. Lakini Sara aliona kuwa mwana ambaye Agari Misri aliyemzalia Abraham alikuwa na dhihaki. Sara akamwambia Abraham, muondoe mwanamke huyo mtumwa. Abrahamu, muondoe mwanamke huyo mtumwa, ondoa mwili pamoja na mwanae. Endelea tafadhali. Kwa kuwa mwana wa mwanamke mtumwa kamwe hatarithi pamoja na mwanangu Isaka. Tumesoma Galatia kwamba watu wanaotenda matendo ya mwili hawataurithi ufalme wa Mungu. Galatia 5:19 tumesoma, na tumesoma Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50. Mwili na damu haiwezi kurithi ufalme wa Mungu. So Sara anasema mwili utolewe. Naweza endelea? Jambo hili lilimhuzunisha sana Abraham. Jambo hili lilimhuzunisha. Kwa nini Abraham anahuzunika? Hapa tuwe makini. Jambo hili lilimhuzunisha Abraham. Jambo hili lilimhuzunisha sana Abraham. Jambo hili lilimhuzunisha sana Abraham kwa sababu lilimhusu mwanae. So hili jambo linamsumbua Abraham kwa sababu linamhusu mwanae. Kuna kitu ambacho Abrahamu alikuwa ametenda ndio mtoto akapatikana. So anaomba mtoto sasa anafaa ondolewe. Abraham anasumbuka kwa sababu kuna kitu ambacho Sara anaelewa Abraham haelewi. Mstari wa next. Lakini Mungu akamwambia, Mungu anaingilia katika ushirika wa huyu bibi na bwana. Usihuzunike hivyo. Mungu anamwambia Abraham, usihuzunike wewe. Kwa sababu ya kijana na mtumishi wako wa kike. Kwa sababu ya kijana na mtumishi wako wa kike, kwa sababu ya mwili na mamake huyo mwili. Sikiliza lolote Sara analokuambia. Kwa sababu uzao wako Abraham hautahesabiwa kupitia kwake. Sikiliza lolote Sara analokuambia. Kwa sababu uzao wako Abraham utahesabiwa. Uzao wako Abraham utahesabiwa
kupitia kwake Isaka. Kupitia kwake Isaka. So tunaona Abraham alikuwa na moyo wa huzuni. Alafu Mungu akaingia katika fellowship. Mungu akaingia kwa ushirika na Abraham. Akamwambia Abraham, uzao wako utahesabiwa kupitia Isaka. So yenye Sara amefanya iko tu sawa. So Mungu anafanya nini pia? Mungu anafanya nini hapo? Mungu anafanya hukumu. Venye Sara amefanya hukumu ya kuondoa Ishmael, ya kuondoa mwili, Mungu anakubaliana na Sara. Mungu akubaliani na Abraham. Mungu anakubaliana na Sara. Anasema Sara amefanya sawa. Abrahamu, mtii mke wako. Mke wako amefanya sawa. So Mungu pia anataka mwili utolewe. So huwa ni ngumu sana kuachilia. Huwa ni ngumu sana kuachilia. Saa zingine huwa ni ngumu kuachilia mwili. Ni ngumu kuachilia mwili. Lakini Mungu anakuambia lazima uachilie mwili ndio roho ipone. Lakini kama utaachilia mwili roho haitapona. Wako na kwangu. Wokovu si barabara ya Titus. Wokovu ni milima na mabonde. So tukiangalia Mwanzo 25 mstari wa kwanza, wa pili, alafu taruka 6. Abraham mara kwanza alikuwa elewi. Lakini kuna kitu ambacho Abraham alikuja kuelewa. Kwamba mwili hauwezi kurithi sawa sawa na roho. Abraham alikuja kuelewa baadaye mafundisho haya. Abraham alikuja kuelewa baadaye. Abrahamu, elewa hapa, alikuwa tu amemzaa mtoto mmoja. Abraham amemzaa mtoto mmoja na anamkatalia. Na mtoto amemzaa ni kupitia Sara. Sara ndo alimpatia huyu Aga. Si Abraham alimchagua, ni Sara alimchagulia. Sasa jiulize sasa, Sara amekufa. Sawa? Abraham ameoa mke mwingine ambaye anaitwa Ketura. Hapa kwa makini, Abraham ameoa mtoto mwingine. Sasa Abraham ana Sara wa kumwambia fukuza hao watoto. So Abraham yuko peke yake sasa. Na mtoto si mmoja, ni watoto 6. Ataweza kuwafukuza kweli? Ataweza kuwafukuza kwa sababu mmoja alimkatalia. Na Sara alikuwa akamkatalia. Na alikuwa si wake, ni kupitia Sara. Si alimuona akampenda ni kupitia Sara. Na alikataa huyo mtoto. Mpaka Mungu akamwambia muachilie, akamwachilia. Sasa Sara yuko. Sara akafa. Kaangalia pengine Abraham alikuwa anajua kuchagua. Anajua kuchagua. Kupitia venye alimchagua Sara tu. Utajua standard yake ya kupima. Sara alikuwa mrembo sana. Akichagua akamwona Ketura. Akamchagua Ketura. Alafu akazaa naye watoto 6. Na Sara yuko sasa. Sasa Isaac yuko pale sasa. Sasa na watoto 6 wa Ketura. Na mimi Ketura pia alikuwa mrembo kwa sababu Abraham alikuwa anajua kuchagua. Sasa na kuna sasa Isaac yuko hapa. Sasa ni watoto 7. 6 wa Ketura, mmoja wa Sara wote kupitia Abraham. So Abraham atakuwa tayari kuacha watoto 6 bila hata kuambiwa na Sara sasa. Ataweka karibu. Lakini Abraham alijifunza kitu kutoka kwa Sara. Abraham alijifunza kitu kutoka kwa Mungu. Kwamba hawa watoto 6 na huyu ndio mtoto wa roho ahadi. Hawa wakikaa pamoja, Abraham akifa, huyu mtoto ambaye ni roho hataweza kushinda hii milimi 6. Abraham alijifunza. Akafanya nini? Akakumbuka lile somo la Sara. Akawaita, njoni hapa watoto wa Ketura. Akawaganyia zao wa 6, akawaambia nyinyi sasa nendeni. Na watoto wake. Ketura ni mke wake. Baada ya Sara kufa anaruhusiwa kuoa. Lakini alisema ondokeni. Kwa nini? Alijua mwili haiwezi kukaa pamoja na roho. Roho itamezwa. Roho itamweza Abraham akifa. Na muda si mrefu Abraham anakufa, lakini amefanya judgment pia. So hii inaniita mimi na wewe pia. Abraham alipata somo na akalielewa.
na akalitenda vizuri. Mimi na wewe kuna kitu ambacho Mungu amekuonyesha katika Wagalatia 5:19. Hiyo ni barua ya watakatifu. Kuna kitu Mungu amekuonyesha hapo, kuna kitu Mungu anakuonyesha. Nafaa ufanye judgment. Tunaweza angalia haya katika Genesis 25:1. Kitabu cha Mwanzo 25 mstari wa kwanza. Abrahamu alioa mke mwingine ambaye jina lake aliitwa Ketura. Huyo alimzalia Zimrani, Yokshani, Medani, Midiani, Ishbaki na Shua. Mstari wa 6. Lakini Abrahamu alipokuwa bado hai, akawapa watoto wa masuria wake zawadi, kisha akawaondoa waende kuishi pande za mashariki mbali na mwanawe Isaki. Aliwaondoa mbali na mwanawe Isaki. Endelea. Abrahamu akamwachia Isaki kila kitu. Mstari wa 7. Mpaka hapo ni sawa. Abrahamu akamwachia. Mwanzo 25 mstari wa 5. Abrahamu akamwachia Isaki kila kitu alichokuwa nacho. Mstari wa 6 inasema, lakini Abrahamu alipokuwa bado hai, akawapa watoto wa masuria wake zawadi, kisha akawaondoa waende kuishi pande za mashariki mbali na mwanawe Isaki. Kwa jumla Abrahamu aliishi miaka 175. Ndipo Abrahamu akapumua pumzi ya mwisho na akafa akiwa mwenye umri mzuri, mzee aliyeshiba siku, naye akakusanywa pamoja na watu wake. Hapo ni sawa. So unaona kile Sara alikifanya ambako Abrahamu alikuwa na uzito wa kufanya wakati wa Ishmael. Sara ameondoka. Mungu akamzungumzia Abrahamu wakati wa Sara bado yuko. Sara sasa yuko. Abrahamu anajua kile cha kufanya. Abrahamu anafanya kitu inaitwa judgment. Anawapatia kila kitu wale watoto, alafu anawaondoa. Alafu anachukua vyote anampatia Isaka. So kwa nini Abraham anawaondoa kwa Isaka? Ni kwa sababu Abraham alifahamu somo kutoka kwa Sara. Sara alimwambia muondoe huyu mjakazi, huu mwili uondoke. Afai kurithi sawa sawa na roho. So Abraham anazaa watoto wengine, baadaye anakumbuka lile somo. Anachukua vyote vyake anampatia Isaka, alafu hao anawaondoa. So Abraham alijua hili somo, na ni watoto wake. Alijua hili somo. So Mungu ananiita na nakuita pia ujifunze katika hili somo. Yeye aliondoa na akaacha roho iwe, akaacha Isaka awe. So unaweza angalia 1 John 2:16. Wewe katika ulimwengu, mimi katika ulimwengu, the lust of the flesh, tamaa ya mwili inakutawala, inanitawala. Kwa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 15. Yaanza 15 na 16. Msiupende ulimwengu. Msiupende ulimwengu. Wala mambo yaliyo ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu. Hili liangalie vizuri. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba umo ndani yake. Upendo wa Baba, Yohana 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa kipekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Huu ndio upendo wa Baba. So Mungu anasema unapoupenda ulimwengu, ulimwengu ni mwili. Mungu anasema upendo wa Baba upo ndani yako. Hauna hata uzima wa milele. So usifikirie ulimwengu peke yake katika njia ya usherati. Ulimwengu ni wakati Mungu anakuambia njoo ushirika. Ulimwengu ni wakati Mungu anakuambia soma neno. Alafu ulimwengu hausomi. Roho inakwambia soma neno, Mungu anakuambia soma neno. Alafu niko na simu hapa, niko na hii, niko na kazi hapa, acha nimalize hii. Hii ni ulimwengu. Hii ni ulimwengu. Nitake nisitake kukubali usikubali. Wakati Mungu anakuambia fanya kitu cha kiroho, wakati unakuwa na kitu cha kimwili unakifanya, Mungu anakuambia hapa unapenda ulimwengu. Unasema mimi sizini, mimi siibi. Wakati kitu ambacho ni cha Mungu inafaa uombe, lakini uombi unafanya kazi ya ulimwengu, basi unapenda ulimwengu. Na Mungu anasema pendo la Baba aliko ndani yako. Na mimi vile vile. So ni katika njia gani umekuwa na wepesi katika kazi za Mungu? Ni katika njia gani umekuwa na wepesi katika kuifanya kazi ya Mungu?
Si kuifanya tu kusema naifanya, kuisukuma wewe mwenyewe kuwa katika toba, katika utakatifu, katika amri za Mungu, katika muda wako na neno la Bwana, katika usomaji wa Biblia, katika kusikiza sermon, katika kufika katika kanisa la Bwana. Haya yote ni ya kiroho. Yale ambayo yanazuia haya yote ni ya kimwili na ni ya ulimwengu. Endelea tafadhali. Waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wake ni wa 16. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha maisha, kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Kiburi ya maisha. Mtu anakuambia, ndugu yako anakuambia fanya hivi. Hiyo ni kiburi ya maisha. Na uko katika mwili ama niko katika mwili. Neno la Mungu linakuambia kaa hivi. Sema au semi kwa mdomo, nasema kwa moyo. Mungu anasema hiyo ni kiburi. Hiyo ni kiburi. Mtu akikuonyesha neno, akikurekebisha, ondoa kiburi ya maisha. Kama amekuja na neno la Bwana, shuka chini. Hoja muumba Mungu, mimi sijawahi muumba Mungu. Hiyo ni kiburi uko nayo ama niko nayo. Mtu akifungua neno hivyo kukurekebisha, kaa chini usikize. Mimi vile vile. Wakati wote unanifungulia Biblia uniambie nataka kwa uwezo wa Mungu nikurekebishe hapa. Nitakaa chini kama mtoto mdogo. Chini kabisa, hata si kwa kiti, kwa uwezo wa Mungu. Nisikize. Kwa sababu gani? Sitaki kiburi cha maisha. Sitaki kuendelea kutembea na Ishmaili. Simtaki na simtaki. Wewe pia vile vile. Yeah. So pia Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wake ni wa 3. Si mwaendelea kama watu wa kawaida. Rejelea tena Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa 3. Nyinyi bado ni watu wa mwilini. Kwa kuwa bado kuna wivu na magombano miongoni mwenu. Nyinyi bado ni watu wa mwilini, kwa kuwa bado kuna wivu na magombano. So unapoona wivu, unapoona magombano, Mungu anakuambia wewe ni mtu wa mwilini. Magombano yanakuja wapi? Unaporekebishwa. Unapokataa. Yule ambaye anakurekebisha anataka tena uone marekebisho yako. Wewe unakuwa chachu, unaongeza. Unasababisha hayo magombano. Watu wanagombanaje? Kuna mmoja yuko sawa na kuna mmoja yuko sawa. Na kuna mmoja yuko sawa, sasa ana juhudi ya kumrekebisha ambaye yuko sawa. Sasa kile juhudi ya kumrekebisha, huyu anaendelea kukataa. Sasa kunakuwa na magombano pale. Na maisha kuna mmoja yuko sawa, mwingine yuko sawa. Si sana katika magombano iwe wote hawako sawa. Katika kanisa la Mungu lazima kuna mmoja yuko sawa. Na lazima kuna mmoja yuko sawa na anajaribu kujitetea. Hapo ndo magombano yanafanya nini? Yanaingia. Sasa yule ambaye yuko sawa anajipata pia ameingia katika dhambi. Ameingizwa katika dhambi kwa sababu ya huyo ambaye hayuko sawa na anatetea uovu wake. Sasa anajipata wote wako katika dhambi, sasa ambayo inaitwa strife, magombano, wanakuwa katika mwili. Huyo ambaye anamrekebisha huyu sasa anaambiwa kuwa makini. Mrekebishe mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Hata maandiko yanasema mara ya pili. Mara ya tatu utafuta mtu. Asante. Nendeni naye, mkae naye chini, akikataa kukataa. Mpeni kwa serikali, mpeni kwa ibilisi shetani. Kwa sababu mkiendelea hivyo, wewe ambaye hauna dhambi pia hauna uovu, utaingia kwa magombano. Ndio hivyo. So ukiona mtu unamrekebisha, hataki, jua kuna shida na hata kuingiza katika shida. Angalia ndugu mwingine. Ukiendelea kumwonyesha, atakata, mwisho wa siku wewe pia utakuwa katika dhambi ambao haukuwa na shida mara kwanza. Mtaingia katika strife inaitwa magombano. So kuwa mjanja hapo na uwe na hekima, sio ujanja wa kimwili lakini kuwa na hekima ya Mungu. Umpendo nimemrekebisha hii hajashuka. Hakuna Ishmael anafanya kazi ndani yake. Na nikiendelea huyo Ishmael ataingia ndani yangu. Acha ningoje. Angalia mpendo mwingine, nendeni naye. Kaeni naye chini. Muonyesheni uovu wake. Akikataa mchunge nafsi zenu. Angalieni mwingine. Alafu muachilieni kwa Bwana. Akapotee vizuri, achapwe
alafu apate toba, aregee kama ni wa kuregea. So tunaona Wakorintho wa kwanza 3:3 inaongea kuhusiana hivyo magombano. Next. Haijaishi. Nyinyi bado ni watu wa mwilini. Kwa kuwa bado kuna wivu na magombano miongoni mwenu. Kwa kuwa bado kuna wivu, mali kuna wivu, kuna mwili, kuna magombano kati yenu, kuna mwili. Endelea. Je, nyinyi si watu wa mwilini? Je, nyinyi si watu wa mwilini? Je, nyinyi si watu wa Ishmael? Je, nyinyi si watu ambao umekuwa na Ishmael? Je, si mwaendelea kama watu wa kawaida? Je, si mnatembea sasa kama watu wa kawaida, watu ambao hawajaokoka, watu ambao hawajamjui Mungu? Haifai kuwa katika kanisa la Bwana. Kanisa la Bwana linafanywa na discipline. Kiasi kwamba mtu anapokosa anafanywa akirekebishwa, akiendelea kukataa ataingiza wengine kwa dhambi. Kama akubaliani na ile kosa, yeye achukue mwingine, waje wakae. Mwisho wa siku naamini Mungu ataleta wazi nani hayuko sawa na nani yuko sawa, katika upole na katika upendo. So tunaweza angalia Warumi 8 mstari wa 7 na 8. Kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui na Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Wala haiwezi kuitii. Wala haiwezi kuitii. Wale wanaotawaliwa na mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Hawawezi kumpendeza Mungu. So kama ushirati, uzinzi, chuki, hasira, faraka, kiburi, kijicho, ulevi inanitawala, inakutawala, kiburi inakutawala, maandiko yanasema Mungu apendezwe na wewe. Maandiko yanasema nia, Biblia ya Kimombo inasema mind. Naweza kusoma Biblia ya Kimombo inasema mind. Tunaangalia sasa mind. Mind ikiwa ni ya kimwili, mind ikiwa ni ya kimwili, then inafaa uelewe kwamba Ishmael yuko katika mawazo yako. Na wakati mawazo yakiwa na Ishmael hapa, then Mungu apendezwi. Ishmael umemweka katika mawazo, Ishmael anakuongoza. Mungu anasema ni mawazo machafu, mawazo ambayo mwili ndio unatawala. Itakuwa kila kitu hata kikifanywa kiroho, itakuwa unaona kimwili tu. Itakuwa hivyo. Sana sana watu wakisema pesa zitolewe, itakuwa unaona tu hizi pesa zitaliwa. Nimetumia tu mfano. Hazingine kuna mpangilio wa uinjilisti, pengine ushirika fulani ama shirika lingine ama shirika hili, vyombo viko hapa, vyombo vingine viko pale, gari linahitajika, gari aliko paka likachukuliwe kule. Sasa tunasema hapa kunahitaji fedha, kwa sababu Ishmael yuko ndani ya mawazo yako. Unaona hizi pesa zinaenda kuliwa, ile balance ilibaki ilienda wapi? Huyu ni Ishmaeli. Haumleti wazi, unamweka tu katika mawazo yako. So kwa sababu umepokea hayo mawazo, shetani anasema nimeona mtu hapa, nimeona mshirika wangu anakaa hapo sasa na kujazia mawazo mwingine. Unakuwa na mawazo machafu kwa sababu haueleti wazi. Kama unahisi pesa zinaliwa, hapo mimi nahisi pesa zinaliwa. Hebu ili wazo liwekwe kwa meza, lichunguzwe kwa undani na upana na marefu. Alafu ionekane kama zinaliwa kweli, itajulikana zinaliwa kwa sababu njia ni nyoofu. Kama kuna pinde kidogo unajua hapa kuna shida, pesa zilienda mahali. Lakini kama unabaki na ile wazo, nasema hapa pia pesa zitaliwa tena. Ni kama mara kwanza zililiwa na hata hukujua kile kitu ambacho kilikuwa kinafanyika na hiyo pesa. So hii ni mifano ambayo iko hai katika kanisa ambalo watu wanaongozwa na mawazo ya Ishmaeli. Mwili kwa mwili. Labda ukija kugombana unasema hata ile zingine zililiwa. Tunashangaa sipi zililiwa hizi. Zile za kule mkikaa chini mkipiga hesabu hata mnaona zile zilizoingia ni kidogo hata zaidi ya zile ambazo zilitoka. Mnashtua zingine ziliingia wapi? Zilitoka mfukoni mwetu. Hapo unaona samani. Tayari Ishmael ashafanya nini? Ashakutawala. Shetani ashakurarua. Dhambi ishaandikwa. Sasa unaanza kuikiri mbele za Bwana. Na wakati ungejua tu mwanzo kama uko na shida, hapa haiendi sawa. Hebu nielezeni hii. Hivyo tu, kihekima tu. Hebu nielezeni hii.
utaelezwa alafu utajibika. So hapo katika pesa ndio sana sana, ama katika njia zingine zozote zile. So Mungu anasema nia. Some King James tafadhali, Romans 8:7, mind. Kitabu cha Warumi 8 mstari wake ni wa 7. Nasoma kwa lugha ya Kimombo. Because the carnal mind is enmity against God. Because the carnal mind ya kimwili, mawazo, fikra za kimwili, hapa kwa fikra angalia fikra za kimwili. Because the carnal mind is enmity against God. Ni wadui na Mungu. For it is not subject to the law of God. Kwa sababu haijitiishi kwa sheria ya Mungu. Neither indeed can be. Wala hakika. Neither indeed can be. Wala hakika haiwezi. Yes, haiwezi kutii. Asante. So hivyo ndio Mungu anasema. So niangalie sana katika fikra. Ishmaeli asiwe katika fikra. Asiwe katika fikra. Fikra kimwili ni ile unamfikiria mwenzako kwa njia ambao hata mjakaa chini mkaangalia kwa undani jambo hilo. Alafu nakufikiria tu. Alafu najijazia tu. Alafu naendelea kuishi hivyo tu. Alafu nakuta umwili sasa. Umwili unaendelea. So hiyo angalia sana, shetani anatumia hiyo sana fikra. Mtu pengine amepita hakukuona. Nimeka kwa akili. Huyu mbona hajanisalimia? Kwa nini hajanisalimia? Ama ni yale mambo. Ama ashayajua. Mimi pia simsalimii. Haya. Yeye hakukuona. Alafu wewe sasa wamuona kwa sababu wewe sema kunisalimia kule nyuma kwa sababu yale mambo. Sasa hivi pia simsalimii. Waingia kwa dhambi mzima. Yeye hakukuona ndio maana hakukusalimia. Mungu amehesabia dhambi na kwa mfano kama huu. Alafu wewe sasa waingia katika hiyo dhambi ya shetani. Shetani kwa maana unaona haja kusalimia. Ni kwa sababu yale maneno anayajua. Na hakukubaliana na wewe. Okay, mimi pia simsalimii. Haya. Wewe tayari uanza kufuga shetani anakufugisha choki. Ishmaeli, hiyo ni nia mind. Nimwambie tu mpendwa, jana ulipita hivi nikashindwa mbona unisalimii? Nikashindwa ni yale mambo ama sema hata sikukuona. Hukuniona Si imeisha hiyo. Mzima lakini nyumbani kwako kwangu basi. Hakuna Ishmaeli hapo. So niangalie sana katika hino dhana. Hii dhana. Sasa nyingine kuna mtu ana shida yake mwenyewe. Yake tu mwenyewe. Uende uko katika dhambi, kiburi tu. Alafu unahukumika kweli. Uende nimemkosea huyu mpendo. Uende nimemkosea. Hiyo pia dhana pia inafaa uchunguze. Usijibebeshe msalaba wa dhambi za mtu mwingine. Mtu pengine ndio akona matatizo ndani ya moyo wake na hataki kuleta wazi. Wewe ambaye una matatizo ndio unaanza kwenda mbio sasa. Angalia. Mweke mtu kando kama kuna matatizo na shuku mdu yako hakuna tosha. Hayo mengine utayafuga sasa ni wewe na babako Ibilisi. Usikubali dhana ichukue mali yako sababu Mungu anasema dhana ni enmity, mind of the flesh, ni adui na Mungu. Na Mungu apendezwi na hiyo mind. So kumfikiria mtu kwa ubaya. Na jambo ambalo haujalichunguza, rejelea tena mara ya mwisho ya Kiswahili tafadhali. Warumi 8 mstari wake wa 7. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui wa Mungu. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui wa Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Kwa maana haitii sheria ya Mungu. Wala haiwezi kuitii. Wakorintho wa kwanza inaongea kuhusiana hayo. Wakorintho wa kwanza 2:14 inaongea kuhusiana pia na mind. Wakorintho wa kwanza 2:14 mpaka 16. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake ni wa 14. Mtu ambaye hana roho hawezi kupokea mambo yatakayo kwa roho wa Mungu. Mtu ambaye hana roho wa Mungu hawezi kupokea mambo
ya Roho wa Mungu. Mtu hawezi kupokea kwa sababu mind yako ikiwa na Ishmael, hata mtu akikueleza mambo ya kiungu hutapokea. Wakati mind zetu hata watakatifu, wakati mind yako umeswitch to hizi pesa ziliwa, waambiwa mpendwa, hii ilienda huku, hii ilienda huku. Wakati unaelezwa vizuri kwa mambo ya kiroho, lakini kama uko na mind ya kimwili, hata uelezwe vizuri vipi bado utakubaliana. Hapo ndo kuna mabishano. Mabishano kwani anakujaje kwa watakatifu? Ni wakati mmoja yuko na mind ya Ishmael, licha kwa ameokoka, yuko na Roho Mtakatifu, lakini ametolerate mind ya Ishmael. Alafu mwingine yuko na mind ya Kristo. Sasa anamuosha huyu kwa neno kumrekebisha. Lakini kwa sababu huyu ameshika mtazamo wake, yuko kwa mwili, agive in, akubaliani na hapa. Ukubaliani na ndugu yako mpendwa, anakuambia mpendwa, hapo ungefanya hivi. Mfano mzuri, naenda hospitali kutembelea mgonjwa. Ni mfano uko hai ambao tumeuona. Naenda hospitali kutembelea mgonjwa, naweza enda saa 1, naweza enda saa 12, naweza enda saa 6, naweza enda saa 10 kutembelea mgonjwa. Alafu kuna ushirika. Mimi mwenyewe kabla sijaambiwa, nitaangalia ni time gani hapa yafani adjust ni kuangalia mgonjwa ili pia nisikose ushirika. Lakini kuna time ambao hakuna ushirika, naweza enda tu wakati wowote. Lakini mimi ikiwa wakati wa ushirika ndio natoka naenda, alafu mpendwa niambie, mpendwa, si vyema wakati wa ushirika hiyo unatoka, waweza enda saa 10 bado ukakutana na huo mgonjwa. Hilo ni jambo zuri sana ambalo mimi afanye nilipokee. Mseme mpendwa, asante, nitalifanya hivi kama niko sawa na Mungu. Lakini kama niko na mind ya kidunia, kama niko na mind ya Ishmael, nitaona mpendwa ananiingililia maisha yangu, nitaona mpendwa ananiambia hivyo hayuko sawa, alafu nitakasirika. Hajanitukana, amenipatia mpangilio mzuri sana, kwa sababu Mungu anasema kwanza tafuteni ufalme na haki yake, mengine yote atatuzidishia. Kwangu na kwako, unless yeye ni mke wako anajifungua wakati huo na unahitaji kapara, hapo nenda mbio kwa uwezo wa Mungu. Hata ukibaki itakuwa ni dhambi, afa uende, unless kuna hiyo ghafla. Lakini kama kuna mtu namtembelea tu na naweza kuiba wakati hapa nikasikiza neno nikajengeka, na mtu ananiambia kaa kula neno kwanza, alafu kuna hiki kipindi watu wanaenda tena wanakaa sana, nenda katika hiki kipindi, hapo hakuna dhambi. Mimi nikiwa na mind ya Ishmael ndio nitatafuta uovu kwa huyo ndugu, lakini hapo hakuna dhambi. Hiyo ndio mind ya Ishmael Mungu anaiongelea. Ndio uelewe vizuri, ni mambo ambayo yanatokea ndani ya ushirika, ndani ya mashirika mengine. Wakati unarekebishwa kwa kweli, alafu unakataa ule ukweli, inamaanisha uko na mind ya Ishmaeli, si ya Isaki. So Mungu hataki hiyo mind ya Ishmaeli. Mungu anataka uwe na mind ya Isaka. Unaporekebishwa unarekebishika. Yesu anasema ufalme wa mbinguni ni wa kama watoto wadogo. Wewe ukishakuwa mtu mzima katika ufalme wa Mungu au rekebishiki, neno la Mungu umekaa juu yake, neno la Mungu linakuweka kando. Neno la Mungu linataka watoto wadogo. Mimi nirekebishe, nitaka chini kama mtoto. Kwa uwezo wa Mungu na rehema zake, nikwambie ndugu, Mungu akubariki. Niko tayari kwa uwezo wa Mungu kurekebishwa wakati wote, saa yoyote, mahali popote pale, nirekebishe kwa upendo. Hata kwa kukaripia nitapokea. Bora iwe imetoka kwa kweli na haki. Ikiwa haijatoka kwa kweli, tutaongea. Tutatafuta mwingine, tutaongea. So hiyo ndio mind ya Isaka na mind ya Ishmaeli. So inafaa nijue kwa namrekebisha Petro ama Petro na kurekebisha ama tunarekebishana hapa, inafaa uangalie yuko na mind gani, nijue. Hii ya kukataa marekebisho ni Ishmael. Na Roho wa Mungu atakuwa anakuambia hivyo, na atakuwa anakuhubiria, na tuhubiriane hivyo. Huyo shetani ambaye ni mind ya Ishmael iondolewe katika ushirika. Ukiona nakataa, nikumbushe. Nimekumbuka Roho wa Mungu alishiriki kuhusiana na mind ya Ishmael.
Na hii mind yako ni ya Ishmael kwa sababu hili ni kosa na unashindana. Tukumbushane. So, asante. Naweza angalia verse 16. Wakorintho wa kwanza 2:14. Alafu naweza ruka 16. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 16. Kwa maana ni nani aliyefahamu mawazo ya Bwana? Kwa maana ni nani aliyefahamu mawazo ya Bwana? Ili apate kumfundisha. Ili apate kumfundisha. Lakini sisi tunayo mawazo ya Kristo. Lakini sisi tunayo mawazo ya Kristo. Maandiko yanasema sisi tunao mawazo ya Kristo. Kumbuka Warumi 8 mstari wake ni wa 7. Inaongea kuhusiana mind ya Ishmael, mind ya mwili ni adui kwa Mungu. Lakini tunaambiwa sisi tunayo mind ya Kristo. Tuko na mind ya Kristo, mind ya Isaac, mind ya roho. So naporekebishwa yafaa nipokee marekebisho. Yafaa ni urekebishike na mimi nirekebishike wakati wote saa yoyote. So tunaweza angalia Isaka. Tunaweza angalia Yesu venye alifanya. Tumemwangalia Isaka, tumemwangalia Ishmaeli, tumemwangalia Sara, tumemwangalia Abraham, tumeangalia hukumu za Mungu mbinguni akiondoa mwili. So tunaangalia sasa mtoto aliyetoka kwa Abraham. Unakumbuka Abraham alijifunza, akafukuza wale watoto wote, akabakisha nani? Isaka, akabakisha roho ili roho irithi. Sara pia akafanya hivyo hivyo. Na Abraham wakamuondoa Ishmael. So tunaangalia mmoja wa mtoto wao. Angalia Mathayo 1:1, mmoja mtoto wao. Tutamalizia na sehemu hii. Ngine vitabu viwili. Mmoja wa mtoto wao. Unaweza kusoma Mathayo. Kitabu ni cha Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Rejelea tena tafadhali. Mathayo 1 mstari wake ni wa kwanza. Habari za ukoo wa Yesu Kristo. Habari za ukoo wa Yesu Kristo, mwana wa Daudi. Yesu anaitwa mwana wa Daudi, mwana wa Abrahamu. Mwana wa Abrahamu. Mwana wa Abrahamu. Yesu anaitwa mtoto wa Abrahamu. Mtoto wa Abrahamu hakuzaliwa kutoka kwa viuno direct vya Abrahamu, lakini kwa maandiko yanamhesabia Yesu kwa kimwili kama mtoto wa Abrahamu. So Yesu anamuita Abrahamu kwa Mathayo 1:1 akiwa katika ukoo wake anamuita kama baba kulingana na Matthew 1:1. Yesu mwana wa Abrahamu. Sawa sawa. Yesu anahesabika mtoto wa Abrahamu kwa ukoo wa Abrahamu. Tumeelewa? Yesu anahesabika mtoto wa Abrahamu katika ukoo wa Abrahamu. Licha kuwa Yesu ni mkuu zaidi ya Abrahamu mara nyingi zaidi. Licha kuwa Abrahamu aliumbwa na Yesu Kristo. Sababu vyote viliumbwa kupitia nani? Kristo Yesu. So Yesu anajishusha, anakubali aitwe mwana wa Abrahamu. Hii inamaanisha kile ambacho Abrahamu alikifanya kwa watoto wa Ketura na kile ambacho Sara na Abrahamu alikifanya kwa Ishmaeli, basi mtoto wao pia anakuja kufanya kile. Kutenga mwili ili roho ifanye nini? Ipate kuishi. Warumi 6 mstari wa 6. Kitabu ni cha Warumi 6 mstari wake ni wa 6. Kwa maana twajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye. Utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Yesu anachukua utu wetu wa kale. Yesu anachukua Ishmaeli wetu. Yesu anamchukua Ishmaeli mwili wetu. Anaenda naye msalabani. Anasema nyanyangu ambaye ni Sara, Abraham pia na kumaliza wewe mwili. Anamuondoa Ishmaeli. Yesu anamuondoa Ishmaeli ndani yako. Warumi 6 mstari wake ni wa 6. Warumi 6 mstari wa 6. Kwa maana twajua ya kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye. Utu wetu wa kale ulisulubiwa. Utu wa kale ni Ishmaeli, mwili, tabia zetu za kale, mitendo yetu, mwenendo wetu, dhambi yetu ya Adam, njia zetu mbaya,
Maandiko yanasema Yesu alizichukua zote akaenda nazo msalabani. Venye Sara alisema huu mwili utolewe, Ishmael atolewe. Venye Abraham aliwafukuza wale watoto wengine wa Ketura na wengine akabaki na Ishmaeli. Ndio Yesu Kristo mwana wa Abraham anagizia vile vile Sara alifanya, vile vile pia Abraham alifanya. Licha kuwa hawa wazazi wote wanaiga kwa nani? Wanaiga kwa Yesu Kristo. Lakini Yesu hiki tofauti, anasema unaona Sara venye alifanya, unaona Abraham venye alifanya, Yesu pia anakuja kufanya hivyo hivyo. Ili wewe usiwe na sababu, mimi nisiwe na sababu. Licha kuwa Abraham, Sara na ulimwengu mzima unajifunza kwa Yesu Kristo. Yesu anakuja kama mwanadamu. Anasema kama venye Sara alifanya, Abraham alifanya, nyinyi pia fanyeni hivyo hivyo, kwa sababu Yesu Kristo pia anafanya vile vile. Unaweza isoma? Warumi 6 mstari wake wa 6. Warumi 6:6. Kwa maana tunajua kwamba utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye. Utu wetu wa kale ulisulubiwa pamoja naye. Uzinzi, usherati, chuki, hasira, faraka, kiburi, kijicho, mabishano, ugomvi, wivu. Haya yote dhambi ya Adam tuliyoipokea, matendo maovu tuliyotenda, yalisulubiwa pamoja na Yesu Kristo. Ili ule mwili wa dhambi upate kuangamizwa. Ili mwili wa dhambi upate kuondolewa, upate kuangamizwa. Nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi. Nasi tusiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi. Hiyo ndio Yesu alifanya. Wagalatia 5 mstari wa 20 na 5. Ishirini na 24. Kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake na 24. Wote walio wa Kristo Yesu wameusulubisha mwili na shauku zake. Wamesulubisha Ishmael ameondolewa. Wale walio wa Kristo Yesu wamesulubiwa na Yesu Kristo. Ishmaeli amefukuzwa, mwili umefukuzwa, matendo ya mwili yamefukuzwa. Hatupaswi tena kuendelea kutawaliwa na mwili. Sipaswi tena kutawaliwa na kiburi, kijicho, faraka, wivu. Upaswi tena kutawaliwa na haya. Kwa nini? Yesu mwenyewe Kristo amekuja amezichukua zote zao. Alafu ameenda amezisulubisha pale msalabani. Ameziondoa, amemfukuza Ishmael. Amefukuza mwili. Wote walio na Kristo, wote walio wa Kristo wamesulubisha mwili na shauku zake. Wote walio wa Kristo Yesu wamesulubisha mwili na shauku zake. Wamesulubisha mwili na shauku zake. Pamoja na tamaa zake. So hao ndio watoto wa Kristo. Hao ndio walizaliwa kupitia Kristo. Wagalatia 2:20. Wamesulubisha, wamefukuza Ishmaeli. Yesu pia alimfukuza Ishmaeli kwa kusulubiwa, kwa kuondoa mwili. Kitabu cha Wagalatia 2 mstari wake wa 20. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Mungu anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Wala si mimi tena ninayeishi. Bali Kristo ndiye aishiye ndani yangu. Uhai nilio nao sasa katika mwili. Naishi kwa imani ya mwana wa Mungu. Aliyenipenda na kujitoa kwa ajili yangu. So venye Abraham alifanya, Sara alifanya, waliigiza kwa Yesu Kristo. Yesu anavaa mwili, anakuja anafanya hivyo. Anasema nimesulubiwa pamoja na Kristo. Mimi na wewe tumesulubiwa pamoja na Kristo. Mwili si mimi tena naishi, siwe unaishi. Mwili umeondolewa. Yesu alikuwa anaondoa mwili pale msalabani. Mungu alikuwa anapiga misumari dhambi zetu kwa mwili wa Yesu Kristo. Mungu anamuondoa Ishmaeli wao. Anamuondoa, anasema mwili simtaki kumuona. Mwili ukaondolewa kabisa. Mungu akachukua roho ya Kristo akaeka ndani yako na yangu, Roho Mtakatifu, ili tutembee kiroho na tuenende kiroho. Nimesulubiwa pamoja na Kristo. Si mimi naishi, si mwili unaishi, si Ishmael anaishi, bali ni Kristo anaishi. So hiyo ndio sehemu ambayo tumeangalia kuhusiana na maisha ya Abraham, Sara akitoa maisha ya Isaka, Sara akitoa hukumu kwa Ishmaeli na Isaka, ambao Mungu alisema ni hukumu ya haki. Tuamini, tuombe. Baba,
Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asante kwa neno lako, asante kwa rehema Bwana. Mungu, nenda ukamuondoe Ishmaeli Bwana ndani ya mioyo ya wanadamu. Nenda ukamuondoe Ishmaeli ndani ya mioyo ya wenye dhambi Bwana, hata watakatifu Bwana ambao wamekuwa wakitembea wakienenda Bwana katika mianguko Bwana, kwa kumweka huyu Ishmaeli karibu na kupokea mainde ya Ishmaeli Bwana katika dhana zozote Bwana. Nenda ukatusafishe mtakatifu wa Israeli Bwana. Mungu, asante kwa mafundisho yako Bwana. Umetufundisha mengi Bwana, jinsi ya kwamba nia ya mwili ni uadui na wewe Bwana. Mungu, tusaidie Bwana. Mungu, acha neno lako Bwana likafanye marekebisho katika kila sehemu ambazo Bwana hazikupendezi. Nenda ukatuosha na ukatusafisha na damu ya Yesu Kristo Bwana. Hata katika mipangilio Bwana ya neno lako Bwana, katika mipangilio ya kiroho Bwana, yule aliye kando pale atakaanza kufanya Bwana, nenda ukamsaidia. Nasi pia katika mipangilio hiyo ya kiroho Bwana, nenda ukaturestore mtakatifu wa Israeli. Nenda ukasamehe kila aina ya dhambi, makosa na uasi Bwana, upuuzaji wote ule Bwana tumekuwa nao, njia zote ambazo Bwana tumekuwa tukimkumbatia Ishmaeli Bwana na tukimkumbatia Isaka, tukimweka katika moyo mmoja Bwana, kiasi kwamba tumekuwa Bwana tukitenda yale ya kimwili Bwana pasipo kuelewa. Mungu, tunaomba utusamehe Bwana. Nenda ukatuoshe na damu ya Yesu Kristo Bwana. Nenda ukaondoe wepesi Bwana. Nenda ukapulize pumzi yako tena na tena ndani yetu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Nenda ukaondoe uvivu Bwana katika kesha. Nenda ukaondoe uvivu Bwana katika kutembea katika silaha za roho. Nenda ukaondoe uvivu Bwana katika kutembea katika utakatifu. Nenda ukaondoe uvivu Bwana katika kutembea katika utakaso wako. Nenda ukaondoe uvivu Bwana katika kanisa lako Bwana, na hata kanisa mengine, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Kamkemee mwovu shetani Bwana na mamlaka na hana utawala tena Bwana. Mungu, neno lako linapotupatia toba Bwana, wacha tujifunze kutoka kwako. Wacha tuuchukie ulimwengu Bwana, wacha tuwe wepesi Bwana wa kurekebishwa na watu walio haraka kupokea maonyo Bwana. Tafadhali Mungu, tusaidie tusijihesabie haki wenyewe kama Mafarisayo Bwana, ambao wamempokea Ishmaeli Bwana na wanaishi naye Bwana. Mungu, nenda weke amani Bwana, tusaidie Bwana. Oshe Bwana. Mungu, tusaidie pia sehemu zote ambazo tumechelewa Bwana kufanya hukumu yako, kama vile Sara, Abraham na Yesu Kristo, na wewe mwenyewe Mungu uliofanya hukumu mbinguni huko Bwana. Tusamehe na utusaidie Bwana, tuweze kutoa hukumu yako kwa upendo Bwana, bila ulegevu Bwana, sawa sawa inavyokupendeza Bwana. Kwa wale walio nje na sisi pia tulio ndani Bwana, kwa wenye dhambi katika kuhubiri toba, na kwa watakatifu walio ndani Bwana, tuhurumie Bwana, tusafishe na damu ya Yesu Kristo Bwana. Mungu, shirika lako hili na kila mmoja Bwana ambaye anafuatilia mafundisho ya bure, Mungu naomba ukamsaidie Bwana. Nenda ukamuokoe, kasulubishe kila Ishmaeli kupitia Kristo Yesu Bwana, kapande mwanao ndani ya moyo wako Bwana, mioyo yao Bwana. Mungu, asante hata kwa familia zetu Bwana. Nenda ukatuongoze kwa yote na kwa vyote. Asante kwa mahubiri yako Bwana, asante kwa mafundisho yako. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Sema neema, may the grace of our Lord Jesus Christ and the love, fellowship of the Holy Spirit be with us now forever. Sema Baba yetu, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. One, for thy is the kingdom, the power, and glory, forever and ever. Amen.